Skimu hizi ambazo leo tumeweka jiwe la msingi zitaendelea kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama katika shehia zetu za Kilindi, Banda Kuu, Kiungani, Tazari, Kigunda, Fukuchani, Kigongoni, Kidoti, Kilimani pamoja na Bwereo. Kwa sababu shehia hizo zimekuwa kwa kiasi kikubwa zikikabiliwa na changamoto hii ya upatikanaji wa maji, ikiwemo vile vile kukatika mara kwa mara kwa umeme. Changamoto hizi pamoja na mambo mengine zimeathiri afya, elimu, lakini vile vile shughuli za uzalishaji na ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Sasa kutokana na changamoto zilizopo, lakini tunajua vile vile changamoto ya uwepo wa fedha sio hapa Zanzibar lakini duniani kwa ujumla. Wenzetu wa kampuni hii ya NEC wakasema sisi tupo na tutakuja kushirikiana na wananchi wa Zanzibar katika kuhakikisha kwamba tunawekeza katika miundombinu hii ya maji. Kwa hiyo katika miradi ile ya EPC plus finance pamoja, huu ni mradi wa kwanza katika utaratibu huo kwenye huduma zetu za jamii. Hongera sana, tunawashukuru sana kampuni ya National Energy Center. Na huu ni moja kati ya miradi ya kimkakati ambayo italeta sasa suluhisho la kudumu kwa wananchi wa maeneo hayo. Mradi huu kama ambavyo tumeelezwa utakuwa unahudumia wananchi wapatao 1043 na kuleta manufaa makubwa ikiwemo vile vile kuimarika kwa shughuli za kiuchumi. Kutakuwa hakuna changamoto ya maji, hakuna changamoto ya umeme, hakuna changamoto ya mchanga, kokoto, fusi. Hayo yote yataondoka ndani ya miaka 5 ya kumalizia ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambao unatekelezwa na kampuni ya National Energy Center kutoka Oman. Tulianza rasmi mwezi wa Septemba mwaka 2023 baada tu ya utiaji wa saini, na tulipoanza ujenzi rasmi tulianza 24 mwezi wa Februari. Muda huo baada ya kutia saini tulianza logistic za kifedha kama inavyotakiwa, na kwa kweli tulipanga awali mradi wote huu kwa mkoa mzima wa Kaskazini umalizike mwezi wa Disemba 2025. Hata hivyo, kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zilikuwa zinajitokeza katika utekelezaji mzima wa mradi, ikiwemo ufikaji wa vifaa, kwa vile vifaa vingi tunaagizia kutoka nje, lakini mazingira yetu ya usafirishaji wa bahari, lakini na wingi wa mizigo katika bandari yetu ya Malindi umesababisha muda tuongeze kidogo hadi kufikia Juni 2026 ambapo mradi mzima katika mkoa huu tunategemea kumaliza. Gharama za mradi huu ambapo ndani yake kuna skimu 4 kama nitakavyozitaja hapo baadaye, ni jumla ya dola za Kimarekani milioni 26.3. Hizi fedha tumezipata kwa njia ya mkopo, ambapo NEC kwa maana National Energy Center wamekuja nazo katika formula siku hizi tunaita ya EPC plus F. Na hizi zote ni jitihada na miongozo ya Daktari baba yetu Hussein, Rais wa Zanzibar, ambapo ameelekeza fedha nyingi ziende kwenye miradi ya maendeleo kutatua changamoto ambazo tunazipata. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu una jumla skimu 4 kama nilivyosema awali. Kuna skimu ya Machui, lakini pili tuna skimu ya Mahonda, tuna skimu ya Kiwengwa na skimu ya Nungwi. Katika skimu ya Machui, Mheshimiwa mgeni rasmi, na katika skimu zote hizi 4 kazi zinaenda simultaneous, zinaenda sambamba. Sio kama hali unayoiona Kilindi pengine kule Machui na maeneo mengine haiendelei. Kazi zote ndani ya mkoa wa Kaskazini zinaenda kwa pamoja.
Na kule Machui kazi ambayo inaendelea ni pamoja na ulazaji wa mabomba ambapo tunategemea za karibu kilomita 14 tutalaza mabomba kwa ajili ya kuwapatia wananchi maji. Sambamba na hilo, kutakuwa na matengenezo ya visima vya zamani na visima vipya vitatu. Na wakati tunaboresha, tunachimba visima vipya, mara hii tunakuja na teknolojia ya kuviwekea umeme wa jua. Visima vyote karibu visima 49 kwa mkoa wa Kaskazini, vyote tunategemea kuviwekea solar system ili hata pale ambapo umeme utakuwa na changamoto, wananchi wetu waendelee kupata maji. Kwenye skimu ya Machui tunategemea tutawafungia maji wananchi wote, lakini kuna mita karibu 1500 tutawafungia wananchi wetu. Na hizi mita tutakazozifunga kama walivyosema waimbaji ni sehemu ya miundombinu ambapo wananchi wanatakiwa kuzitunza, lakini pili kuchangia. Tunaamini wananchi hawezi kulipa gharama ya maji. Maji gharama yake ni kubwa sana. Lakini tunaomba kile tukimfungia mita achangie maji kwa mujibu wa matumizi yake.